Right, Amazon Prime Z Cinema Pictures Presentation, ndugu brother mpenzi mtazamaji. T-Series Music Cinematic Entertainment. Right. Nadia Wala Grandson Entertainment Production. Right, Nadia Wala Grandson Entertainment Production. Sajid ama Asajid Nadia Wala franchise. Turia ndugu brother mpenzi mtazamaji. DJ Bismuth na kupereka na mtaratara usiwe na waswas. Wahaha. Hilo lilikuwa gari lake Pratap Singh ama Ranvir Pratap Singh. Bingri. Ukicheki lenyewe la biringika namna yenyewe hii limegongwa tu vizuri na track. Alafu kubiringika, amini usiamini, mwanaume ana bahati, kwani lilikuja sasa rikaninginia ama rikakaa katikati ya reri. Hohoi. Kugongwa amegongwa vizuri, unacheki usi haisi maiti, yuwapi damu gafra. Bahati nikakwambia hana, unacheki train yaja mbio. Hii kija sasa kumkanyaga mwanaume Ranvir Pratap Singh, huyu Roni mwenzetu tunamsahau. Rebo Party 4 Bagi Party 4 Chapter A, ndugu brother mpenzi mtazamaji. Turia ni kihindi brand new. DJ Bismuth na kupereka na mtaratara usiwe na waswas. Alikuja sasa kujipata mahospitalini, bahati njema bradhake Jito ndiye huyu yuwaja mbio. Amesikia bradhake anatetea maisha yake sasa pale hospitalini. Roni ni apate sasa kupigwa shocks. Ikae kuonekana kana kwamba sasa hapa atakuja kujisikia namna gani. Waangalia vizuri, wanaona ndio huyu si maiti, na si kumaanisha ati yako hai. Oi, ni ile hali unasikia gasi hai, si maiti. Maskini akitereza tu kidogo hivi, manze maisha yake anayapoteza. Daktari brain dead hone ki wajah aridai tumejaribu kumshughulikia, ako sawa, lakini sasa ako kwa koma sababu unsi ni brain dead. Oi, wacha Jito asikia yale akaona noma. Baada sasa ni ya miezi 7, after 7 months, mwanaume amekuwa kwa koma kwa muda wa miezi 7 mfululizo. Na cheki venye manzi na kwambia amekondeana hapa, amenyudha. Oi, sababu hata kukura unacheki ulolo. Labda arishwe sasa kwa pipes. Gafra alipata kujisikia hata nasa kastuka. Alisha. Hayo ndo maneno ya kwanza yaliyotoka kinywani mwake. Mwanaume inakaa kuonekana hapa sasa nakumbuka mpenzi wake. Karibu manzi na kwambia kwa dunia ya kweli, dunia ya wario hai. Sajid Nadia Wala producer na story director akiwa ni Harsha. Kutuonyesha ndivyo hivyo tudunde sasa kwa kivumbi vikamilifu ama to mean business wa sasa. Chandra City ashapata sasa kutoka kwa koma, lakini mwanaume ukacheki hata wakati train ilikuwa inaja, yeye tu alikuwa anatabasamu nikana kwamba hata hakuwa anataka kusurvive. Na kwa kweli mwanaume kusurvive kwake hakujambamba hata kidogo. Yuwapiga fegi, yuwasikiza ngoma za mapenzi. Wololo. Doba na kwambia hapa ni bongo. Oi. Yar je tu menu nahi milya chadna nahi. Yuwajuta kuwa hai wakati wengine wanapigania maisha yao pale hospitalini ndo wapate uhai alio nao. Ukasikia nasikiza ngoma za mapenzi, na ngoma yenyewe amini usiamini iko kwa simu yake ya mkononi. Yuwatazama aliyekuwa mpenziwe na jina Alisha. Yuangalia Alisha urembo aliyokuwa nao, naona ya kaidi tukaka dakwira na manama nigathaka. Hoi, yuwadondoko na machozi sababu yuwaelewa kwamba na kwa eti Alisha alipata sasa kukumbwa na accident. Yes. Lakini kwa bahati mbaya Alisha mwenyewe hakusurvive, mwanaume akasurvive.
Kucheki upande wa chini alipata kuona hapa kuna wasee fulani na ambao wanaomboleza tayari wanaelekea sasa kwenye sehemu na ambapo huyu mzee atakuja kurazwa. Yakakuonekana ni mazishi yanaendelea. Lakini jambo na ambalo lilikaa kumkera hapa, ndio wanaenda mazishi, lakini sasa kucheki hawa si ni kama cult fulani. Yeah, venye wamedungia mamask alionazi. Chukua waya ya stima. Zile rights walizokuwa wanazitumia sababu ni nyakati za usiku. Ndo kucheki barabara wakielekea pale shambani. Waliona hii, wewe mwanaume kwa nini haujui unacheza na kina nani? Umzee ni tajiri na ndio maana sasa unacheki anazikwa mazishi mengine kama haya ya heshima tena nyakati za usiku. Anza kudai wololo. Wase. Uwe mwenye ako hapo amerazwa ni birthday yake ama ni mazishi yake. Sasa kina Kagoda ndio wanaona unauliza maswali yapi. Wewe ukicheki vizuri unaona hii ni happy birthday ama ni mazishi ya msee fulani. Ni ndio na nikiodira amulia. Munijibu. Onsa koi 25 साल का जवान था. Hey, idiot! Wewe mjinga. Umechezi namna gani? Wa ucheki ndiko Kiombidho nani huyo? Ni Kagoda. Kagoda gioke. Karibia. Kagoda. Ni atume sasa na kuambia vijana wa ile familia. Vijana wake mzee walianza kukipata. Na unacheki bado hapa sasa akona zile nyaya za stima. Kiombidho ilikuwa imezima. Kagoda unajaribu kunizimia Kiombidho. Wachani washawashe kitu akaona hata zishiki. Kujeni sasa. Aliwaanza. Mwanaume nikana kwamba sasa hapa imagine anataka tu kifo chake. Wasena ambao wanaenda mazishi anawauliza nini? Wahaha. Brother yake yako side za juu. Jito, yuacheki. Urofio. Siwezi nikaingilia vita zako. Ushakuwa mwenda wazimu. Wamejaribu kumfikisha mpaka sasa psychiatric hospital wapi? Mwanaume mwenyewe baada ni ya kuangaliwa ikasemekana ako sawa. Lakini brother yake ndo anaona hapa ni diambo na hataki kumrudisha pale Mathare. Oi, baada ni ya kuonekana hapa anaweza katandika kila mmoja aliashiwa Kiombidho. Kiombidho yangu amfai kuzima. Ni arudishwe pale psychiatric hospital ama hospitalini. Alikuja kupatana sasa na daktari wawenda wazimu. Mwanaume anacheza hapa na ka tennis ball akidai yeye afai kuwa hapa, yeye si mwenda wazimu. Sasa brother yake ndo anaona upuzi. Utaniambiaje huyu jamaa si mwenda wazimu wakati kwake kuna vyombo vya wiki mzima vina uchafu. Nguo zake bado hazijawahi pata sasa kufuliwa. Nyumba yenyewe inakaa chara. Ungefikiria ni chokosh fulani amepata sasa kukondesha keja. Na unacheki mwanaume anakaa upstairs, brother yake mkubwa anakaa ama brother yake sasa mbigi anakaa downstairs. Yet kazi inakuaga tu hapa kwake Roni ni kujifungia. Umse imagine kazi yake inakuaga tu ni kukaa kwa keja yake upstairs. Hata hajawahi taka kuja kuniangalia downstairs. Alafu anadai jana alikuwa anapigana na wasee, nilikuwa nimemwangalia. Wasee wagani alikuwa anapigana nao? Hebu tazama hii video. Ilibidi sasa yule daktari. Yet niangalia ile video, inasemekana kuna watu ulikuwa unapigana nao, si ndio? Akina nani? Hii ni video brother yako alipata kuchukua. Sorora, mwanaume tukacheki sasa napigana na cult fulani. Wasena ambao walikuwa wanaenda mazishi. Lakini kuonyeshwa sasa video ndo alikumbuka. Hakukuwa na wase unataka kuniambia nilikuwa na harusi net. Maheni. Ulikuwa unatandika hewa. Vita inakuaga sasa ni kuangaliana kwa baina ni ya watu wawili au zaidi. Ikiwa uko wewe peke yako na unadai uko kwa vita, huo ni uenda wazimu. Umekuwa pipi, umekuwa chizi na unafaa kuona daktari. Madawa tukupatia namna gani? Niliumizwa kifuani, hebu angalia. Hawase walipata mpaka kunichoma. Uliumizwa wapi? Hebu tuonyeshe. Mwanaume kuangalia akaona kifua chenyewe kiko laini, hakina alama yoyote ile, na anakumbuka jana usiku akina Kagoda walikuwa wanamchafua kwa mioto. Hai, nikikiratumire dikahe. Ni sapna hiyo. Ironi. Tafadhali, elewa, hii ni ndoto. Na naomba sana Maulana iwe ndoto. Mwanaume, una harusi net, hata daktari amedhibitisha.
Kama ni ndoto, wacha niishi kwa ndoto zangu. Bro, nafurahia zaidi nikiishi maisha na ambayo nayaishi wa sasa. Hizi hallucination mnasema ni hallucination, wacha ziniangamize. Hataki usaidizi wa yeyote yule, si usaidizi wa daktari, si usaidizi wa brother yake. Na ukacheki baada sasa ni ile accident. Alipoteza mpenzi wake na jina Alisha. Alafu yeye mwenyewe kugongwa, aligongwa vizuri. Akagongwa kicha, naje weko na yako, mimi niko na yangu, yako ni Kariz, yangu ni Kiruku. Kiko yenyewe. Baada ya kupata ile accident unacheki viungo vyake vya mwili isipokuwa ni zoezi na ambao amekuwa akipiga hapa mwanaume, maneno yangekuwa mengine, lakini pale kichwani akili zake zinamchezea trick. Labda venye sasa alipata kugongwa na ile accident, बचपन में कोई ऐसा जख्म लगा हो. Mwanaume mwenyewe alikumbuka maneno na ambayo yalikuwa yamemtendekea akiwa mtoto mdogo. Ni nini kishawahi mtisha? Nini haswa kishawahi msumbua? Kimeanza sasa kumuandama akiwa mtu mzima. Amekuwa kila wakati akidai ati ako na mpenzi wake na jina Alisha. Alisha brother yake hamjui. Yani hapa कार्ड ना राशन कार्ड ना Morio hamtambui Alisha. मैं कम से कम उससे एक बार तो मिलता. Mbona hata hakuna passport, ID, chochote na ambacho kinaonyesha kuna mwanamke na jina Alisha. Na Ronnie anadai hapa ana mpenzi wake na jina Alisha. Oi, Jito ndo anachanganyikiwa. Alisha सिर्फ उसके दिमाग में है. Alisha hayumo hapa duniani. Aisha ako akilini zake. Ronnie amejitengenezea kastori akilini mwake, ama akili zake zinamchezea trick kiasi kwamba zinamuonyesha alikuwa na mpenzi na jina Alisha. Mpaka anakuja kwa cemetery ama pale makaburini anaomboleza kagua. Lakini jambo na ambalo linamtisha ni kwamba na kwaiti kuna kaburi. Woi karicho na jin ama kaburi. Na upande wa mbele manze kagua names ni zake Alisha. Ata foto yaka kuonekana ni yake Alisha. Akikumbuka haya maneno yote, huzuni, hofu, moyo unadunda mara 149 anatishika. Kuishi na woga. Anaona nikana kwamba sasa hapa madaktari wanamchezea shere. Brother yake nikana kwamba sasa hataki kumwamini. Anashindwa sasa. Yeye ndo mwenda wazimu ama wale wengine ndo wenda maskini. Kumbukumbu na kuambia hapa memories, lakini unasikia ni za ama ni memories za mtu na ambaye ana exist kichwani mwake pekee. Ronnie kumaanisha ni mtu wa kumfikiria ama mtu wa kumdhania. Kuna shosha na angaria naona venye mwanaume yuaria anapigwa na butwa. Baada sasa ni ya kutoka kuomboleza kukumbuka Alisha, alirudi manyumbani. Akapata leo ameletewa kairetu na jina Olivia. You're Ronnie? Wendo Ronnie? Attitude, huh? Unajifanya venyewe mwenyewe ni kichwa. Brother has sent me to make you happy. Wazi brother kwa amenitumara zenyewe hizi ni hakikishe umepata raha. You have 2 hours. Masaa ni mawili. Walala. Hawa sasa ni wenye huo unasikia dugu brother mpenzi mtazamaji. Whatever. Yet ni makahaba. Kwanza huyo amepata kutorewa pale mtaani. Hohoi. Ikasemekana unaweza ukafanya jambo lolote lile, vua mavazi yote. Alafu baada ni ya kuvua mavazi, oh my god, yani unanivisha mavazi yako kwanza rongi yako bigi. Nikifikiria unataka hapa nikubambe nifanye kazi na ambayo imenileta, kumbe umekuja kunifanya mimi mwenyewe ni maid. Umekuja kunifanya mfanyikazi wako. Ariambua brother yangu anadai kitchen yangu ni chafu, mavazi yangu yenyewe manzi yana uchafu. So nifanyie haki. Anza na kitchen. Wololo. Atanywele dugu brother mpenzi mtazamaji. Haikuwa uriji yake hapa Olivia, ni wiga alikuwa amevalia. Baada ni ya teteshwa akabonga Kihindi. Olivia ni jina Mlatino. Mbona we mwenyewe unabonga Kihindi? Sasa unataka nikuwe na wakunywa na nini? Okay. Baada ni ya kusafisha kitchen, walielekea juu tu sana, rooftop. Tena Olivia. Wakaketi pale kwa balcony. Jina? कार्ड वाला. Olivia ni jina la kazi.
jina lenye huwa unalitumia pale Isiri. Street number 12. Sitaki hilo jina. Nataka jina na ambalo liko kwa birth certificate akadai Pratista. Ate Pratista. Wala la. ये नाम सूट नहीं कर Pratista inamaanisha aliye na ona. Lakini sasa kazi yake Kairetu haikuonekana nikano kwamba इतनी भारी लाइन inafanana na jina lake. Jina na ambalo linamaanisha heshimika. Na kazi manze nakwambia ni za aibu. मुझे पता है किसकी बात Lakini mwanaume hakuna cha kumjaji. Alidai kuyavua mavazi hayawezi yakatoa heshima yako. Na vile vile kubaki na mavazi hayawezi yakadhibitisha ati uko na heshima yako. Wololo. Hayo ni maneno na ambayo yalikuwaga ni maneno ya busara kutoka kwa mpenzi wake. Kairetu akataka kusikia zaidi kuhusiana na mapenzi. Okay. Unacheki? Mpenzi wangu ndiye yule hayuko hai. Nilikuwa nafikiri unanipatia story ya mtu wako hai, labda mkaachana, mkatengana. Kumbe ni mtu ambaye amepata kubugda. I'm sorry. Pole sana. Lakini ningetaka kumjua zaidi sababu tumekaa ama nimekufanyia kazi kwa muda wa 1 hour na tulikuwa tumepata sasa. Yet kuelezwa na bradhako tupate kutumia muda wa 2 hours. So kuna risari ingine na ambalo limebakia. Nieleze kuhusiana naye Alisha. Alianza kuelezea kuhusiana na story zake Alisha. Lakini unasikia ndugu brother mpenzi mtazamaji, huyu mwanaume yuwaona story zake hizi ni hallucination. Hakuna Kairetu na ambaye ashawahi kuwa hapa duniani na jina Alisha. सारी रौनक मेरी सब तुझसे ही है बेहद तेरे करीब हूँ मैं तो तेरा नसीब हूँ. Ata Pratista aka Olivia anastuka zaidi. Cheki wameingia sasa kwa dunia manze na kwambia ya kisa ama ya hadithi. Chochote na ambacho sasa yuaelezwa hapa Olivia yuakicheki vulai. तेरा ख्याल आ गया तेरा ख्याल आ गया दिल को करार आ गया तेरा ख्याल आ गया आखिरी सांस तक बस तुझे ही चाहूंगा दूरियां कह रही एक दिन तुझे पाऊंगा तेरी लगन तेरी सनक सर पे सवार है चाहे हो कोई भी घड़ी खूब सरता नहीं जाऊं या ना चाहूं चाहे जहाँ गया तेरा ख्याल आ गया तेरा ख्याल आ गया तुमको करार आ गया तेरा ख्याल आ गया इश्क दरिया दरिया है आगे का उबलूंगा मैं Swafi, baada sasa ni ya kuelezwa kinagaubaga ni nini kinaendelea maishani mwake Ronnie. Amini usiamini hata alipata kudondokwa na chozi Olivia. Na unasikia yule ni kahaba. Yet Kairetu na ambaye hata kudondokwa na chozi sababu ya mwanaume haiwezi kawa rahisi. Lakini amesikia Ronnie kusema kweli amekapitia. Ila Ronnie ukasikia ni maneno na ambayo amepata kuyabuni. Maneno na ambayo anayaona lakini hayamo. Wacha arudi side za nyuma nikana kwamba sasa alipata kufunguka macho.
kuangalia kaona si hapa kuna kuaga na picha na ambayo inakuaga ni yangu na mpenzi wangu Alisha. Mbona sasa imekuwa ni yangu na bradhangu Jito? Ama Jitendra Pratap Singh. Jito, uko wapi? Nianze kuangalia onekana kwamba sasa atapata foto aina nyingine, labda kitu imepata kuripresiwa, lakini kuangalia kaona makosa hata kwa simu yake hakuna video yenye amekuwa kitazama ya mpenzi wake, huku ikiwa sasa na doba ya mapenzi ama kabongo fulani kake Diamond Platinum. Ilibidi sasa ni ampigie simu Jito. Jito naye siku hizi anafanyaga kazi ya umekaniko, kusorora, acha niangalie uko wapi alionao. Ako kwake Auntie Joki. Cheki, alikuja kuwa mestunya. Manze nakwambia yua wakamoto wa bru. Ile kujamjam amejamjam. Ona ni kama naenda pole. Asha, mudosho ni afati gukinyirwo nayo. Picha za mpenzi wangu umepeleka wapi? Kibro, utanipatia picha za mpenzi wangu wewe? Aha, ile speed anakuja nayo. Jito tabani. Jito wako na Auntie wa ama Joki. Auntie Joki ndo anadai napenda kijana kama wewe. Manze inakuaga nimekuenzi. Lakini wanasikia vibaya nikiona unashughulikia brother yako na ambaye ni mwenda wazimu. Huyo anafaa pelekwe Mathare. Hapana, brother yangu si mwenda wazimu, Auntie. Hapana, huyo atakuja kukusababishia ghafla. Auntie Joki ni kana kwamba sasa alikuwa anajua, sababu hapa alipatikana kijana. Toa picha ya mpenzi wangu, alafu unipatie video iliyokuwa kwa simu yangu. Auntie ndo alianza kudai brother yako, hauwezi ukamvuta venye unataka. Kwanza wewe ndo mdogo, yeye ni mkubwa, mpatie heshima. Ama nirukaruke nipige nduru nikuachie kitusi. Ata uachie nani? Na negu amodene mogoroki. Auntie Joki sasa hapa ni ajitoe. Maskini bwanangu uko wapi? Gonino na manamo kile ile rungu rorere. Toka. Bwanake sasa Joki ndiye huyu. Anadai wewe kwendeni. Akaezi kakatoka nje, kanajua Roni ni nani. Ni mwenda wazimu wa mtaa. Wao tumia na kodheini sere. Mutanyamaza. Achukue sasa hapa tena brother yake unyo mpaka manyumbani. Tuende. Picha ukatoa kwa ukuta. Kwa simu yangu ukafuta mpaka video yake Alisha. Mliniambia na harusi neti nikanyamaza. Ronnie, lakini sasa hapa mmepita mipaka. Mbona hii picha yenyewe ni mimi na wewe tuko hapa? Si mimi ni brother yako, kwani sifai kuwa kwa picha? Hapana, unafaa kuwa kwa picha, lakini picha ambayo inakuaga kwa keja yangu si yangu mimi na wewe, ni Alisha. Harusi Nation nimekubali muite venye munaiita. Ronnie, मुझे लग रहा nimekubali museme kichwa changu kinaona maneno yangu, lakini sitakubali mchukue picha mpenzi wangu na mfute video za mpenzi wangu kwa simu yangu. Alijamjam. Wewe mnaniambia na harusi yetu na mimi najua kila kitu na ambacho naona ni real. Woi. Na venye tumekazana kununua mpaka ka 43 inches. Kau. Kuharibu kila kitu. Mwanaume huyu wenyewe anafaa kufikishwa Mathare. Amechizi. Na ukasikia mpaka mama Joki amedai ama sasa Auntie Joki amedai huyu msi asipoangaliwa vizuri venye uenda wazimu unampeleka hapa atakuja kusababisha makubwa hapa kwa hii seti ya Chandra. Woi. Alidai tulia. Hayo maneno na ambayo unayaona ni ndoto. Relax kibro. Kuja unipe hug. Woi. Wewe ni brother yangu wa kipekee na sitaki kuhakikisha nimekufikisha Mathare. Sababu wewe ndo maisha yangu hapa duniani. Woi. Venye amevuruga makarau. Yani Jito, unaniitia mpaka makarau. Sijakuitia makarau. Kumbe ni Auntie Joki amedai hapana. Umse mwenye mandevu mrefu hivi ni mwenda wazimu, amekuja kuua brother yake. Kabidi ni wa inform. Weka silaha chini. Brother yake sasa hapa ni akuja jaribu kusikiza makarau waambie zi. Umse si mwenda wazimu, lakini kuna maneno ambayo yanapita kichwani mwake. Miezi 7 zilizokuwa sasa zimepita, alikuwa amepata accident moja Gwang. Mueleweni tafadhali, na wewe uweke silaha chini. Hao ni makarau watakufiatua. Cheki Ronnie. Anawaamini naweza nikapata sababu sasa ya kufa hapa. Wekelea karau moja. Alikamatwa. Nianyita newa ukachunwa.
Takufiatua. Kufiatua nani kabunduki kando. Oi, wamesahau jamari kwa gani soja kuguzaguzwa nyuma aliona wenawe togo tiga guthuburana. Unagonga mdosi wa makarau lakini haikumfikia ACP. Introduction ni hii. Unataka nibonge ama utanigonga? Huyu mwenda wazimu namjua atagonga karau. Karau ndiye huyo. Walala alijigongesha. Akadai sasa umenimaliza. Okay. Ngumi yako iko kwa uso wangu. Naweza nikakukamata na nifanye ni takacho sasa na wewe mwanaume. Ilibidi Ronnie amebeba bebo akagua. ACP ni kichwa. Akiwa mtoto mdogo alikuwa anapendelea zaidi kugonga meza. Na mpaka wa sasa akitaka kuudhi msee huwa anagonga meza sawa na mtoto mdogo. Haya, inauma. Enyewe inauma mpaka sasa Ronnie anakunja mikono yake takriban na wararue wote. Hizi sauti ambazo zinatoka hapa kwa table zinakaa kuonekana zileti shangwe. Alianza kuulizwa, nyinyi mabrother wawili, mbona sasa hapa inakaa kuonekana mnataka kuuana? Ni sababu ya mali mliachiwa na baba yenyu ama ni sababu ya shamba? ये जवानी में ना हार्मोन्स बड़े हार्मोनियम. Sasa imekuwa police case. Inakaa kuonekana hapa mabrother wenyewe wanataka kuchafuana na ukasikia siku hizi kuna kesi kama hizi. Makarau hawezi wakachukulia maneno yenyewe kwa urahisi. Volume low. प्यार से बात कर रहे हैं ना. Tafadhali ukibonga na makarau hakikisha sauti yako iko chini. Hebu niambie mnaulizana nini? Nikaile tu ate nimekuambia volume low. Bonga na sauti yako. Okay, wacha nitulie. कोई लड़की है ही नहीं सर. Anadai kwamba na Kuwaiti alikuwa na mpenzi na jina Alisha na hakuna kairetu kama Alisha. Msinisikize nyinyi. Mnaniambia kuna Alisha na nikiwaonyesha kaburi lake mutadai namna gani? Okay? Kama kuna kaburi mimi naweza nikataka kukatazama kwa macho yangu mawili. Makarau walifunga safari pamoja na brother yake Ronnie Jito waelekee pale makaburini apate sasa kuonyesha kaburi. Rajuri anasema ni mpenzi wake Alisha. Fika inadi, wacha kwanza tutoe heshima zetu za mwisho, lakini siku hizi naka kuonekana nyinyi majenzi mumetupa mbao. Gateru, umepata ndevu nyingi ukafikira umekuwa mzee, una date rika ya nyanya yako. Kwani girlfriend yako alikuwa gani mamas na hutuelezi namna gani? Akadai la hasha. Hii kitu ni kana kwamba sasa mmeipaintilia asubuhi. Hii ni painting. Hapana. Huu mchoro ako apige faga. Nimuulize kama ndo amepata kuchora. Siamini hili haliwezi likawa kaburi lake Alisha. Ona, nimekuwa nikiandika mpaka sasa majina yake Alisha kila wakati nakuja kuomboleza. Ndio. Umekuwa ukiandika jina Alisha kwa kaburi la wenyewe. We bro. Unaambia makarau mimi ni mwenda wazimu. Unawaambia kabisa hakuna Alisha. Mbona mnadanganya? Sasa Jito ndo alistuka. Mimi sijawahi ona girlfriend wako na jina Alisha. Hujawahi nipeleka kwa kaburi lake. Ndo uniambie tumekuja hapa tukabadilisha kila kitu. Nilikuwa najua aje kuna kaburi lake hapa. Hapana. Aliona ni kutoka mbio. Humadhe ndo huwa ana angalia hii cemetery. Ilibidi sasa amepata kuitwa. Oka shushu. Ebu waambie. मैं रोज आता हूँ. Wajogu, waambie kabisa nimekuwa nikija hapa. Ndio. Amekuwa akija hapa. Amekuwa akija hapa kuandika jina Alisha. Ndio, kuandika jina Alisha. Lady ki hai. Lakini ushawahi muuliza huwa anakuja hapa kufanya nini? Hapana, sijawahi muuliza. Huwa anakuja anaria kabisa. Mimi naona sasa ni kawaida ama kuna haki ya waliopoteza wapendwa wao kuja hapa. Okay. Kila wakati akija kulia huwa anakuja kulia kwa kaburi lake huyu shosho. Mimi huwa nafikiria huyu shosho alikuwa gani mamake. Mbona unadanganya wewe shosho? Ati nimekuwa nikikuja hapa kuomboleza shosho na nimekuwa nikikuja kuomboleza Alisha. Makarau ikabidi ni wamnyonga nyonge mwanaume na kuonekana hapa sasa. Anataka mpaka sasa kuvunja mama mzee. Haki Alisha. Ronnie aliamua kutoka mbio. Aliamua kutoka shodho. Aelekee wapi maskini wa Mungu mtoto wa wenyewe. Kichwa chake kinamchezea shere, kinamkosanisha mpaka na kila mtu aliyekuwa karibu naye. Yule na ambaye inakaa kuonekana hapa sasa amekauka naye. Na hivi karibuni sasa watapoteanwa ni Jito. Venye anakimbia mbio, venye anatoka chua. Ndugu brother mpenzi mtazamaji kagua. Anaanza kuona memories kama hizi.
Sao Jao. Kunaye mshenzi na ambaye sasa alikuwa gani junkie na amekuwa akisumbua mtaa. Ilibidi sasa ni amtoe mbio. Right. Kagua uniform yenyewe ni ya mwana defense water forces, kumaanisha ni mwana Navy SEAL. Naamini usiamini, hata baada sasa ni ya kupatiwa off, akiwa anafika mtaani alipata kushuhudia uragai fulani. Leta hii simu. Woi! iPhone yangu 17. Nikoradhie Kenothia. Wahaha. Sorora. Hiyo na imetoka wapi? Waka kitu nakwambia hapa kana songa. Kariwekelea mwanaume wa wenyewe chini. Na unasikia kitu ni mpya. Hata hajapata hapa kuitumia kwa mwezi mzima. Alistuka zaidi, maisha yangu. Kitu unasikia hata sijaitumia mwezi, na ilikuwaga ni zawadi ya Sister Catherine. Mbona univunjie simu? Pore. Ni collateral damage. Nikifatafata huyu muhuni na ambaye amekuwa kisumbua watu. Death? Ni between life and death. Simu yangu ndo inaokolea maisha. Nyinyi majenzi mnakaa mazombi. गंजेड़ी भाग रहा था तुम रील्स बनाने के चक्कर में थे. आज के जेंजीज ना zombies की तरह हो गए. Walala, imagine ati hauwezi ukaishi bila simu. Majenzi mmegeuka mazombi. Wakati mimi nafanya social work hapa kuokolea, wewe mwenyewe uko kwa simu uchukue foto. Unajua usipo post, by the way, hakuna mtu na ambaye atauliza kwa nini haupost. Lakini usipofanya social work ama usipofanya kazi ya raia ya umma, watu watauliza na kwani huyu karao, huyu mwalimu kunaendaje? So na mimi ukisikia sasa ni mwana social worker, mimi ni soja, simu yako asante sana imenisaidia kukamata huyo muragai, lakini si kumaanisha लाइफलाइन तुम्हें वापस मिल जाएगी. तब तक मेरा फोन nitakuharibia simu yako pia. Pana soja ni kuangalia kila side, huduma kwa wote. Akamwachia simu yake Ronnie. Ai, unaniachia simu yangu kwa rafu. Okay, yako nimeibeba, nimeipeleka kwa fundi. Ni kununua tu spare parts. Kitu muhimu hapa ni motherboard ndo irudi na information yote yenye ilikuwa yako. Hizi zingine tutabadili. Ameachiwa simu ndio, na ikasemekana watakuja kupatana simu yake ikiwa tayari. Lakini ndo alikumbuka Sister Catherine. Aki ya nani? Hii itakuwa ni bara. Akirudi manyumbani bila ile simu. iPhone 17 hebu onyesha watoto. Nini? दीदी आपको Arida simu yenyewe ilipata kucrash. Ate, kwani ni gari? Pana, kuna suja fulani na ambaye alikuja akaonyesha ushujaa. Akaonyesha makasiriko na akaonyesha kutakataka. Huyo karau ऑफिसर है दीदी. Defense Forces Officer Ranveer Pratap Singh aka Ronnie. Ukacheki ndugu brother mpenzi mtazamaji, pale majini kazi yake ilikuwa inakaa kuonekana sasa ni kana kwamba imetamatika na ikabidi amepatiwa off. Tena? Sasa amekuja mtaani, ameanza kuvuruga. Alionywa wanaume si watu wa kuaminika. Sister Catherine anajua hawa wanaume huwa wanapata wanawake watatu. Kuna mwanamke wa kumfikiria mwenye anamweka akilini, kuna mwanaume mwenye anamweka moyoni, na kuna mwanamke na ambaye anakuja kumweka nyumbani. Hebu kuleni nyinyi na msije mkawa sasa kama huyu सैलरी कब आती Kairetu na jina Alisha. ये पता है कि तुम्हारी सैलरी नहीं Ilibidi amekuja kuuliza, na by the way masoja huwa wanalipwa lini? Bye bye. Igua sasa umeanza kuuliza kuhusiana mpaka na yule soja atakuja kulipwa lini. Edhimu yako no ginyane egere wazi pale kilabuni. Ukacheki hajapata pombe kwa muda mrefu, amekuwa kazini 24/7. Lakini alipata kuchokoza mwanaume na ambaye kumbe anakuaga na kikosi chake hapa cha mapedra. Hawa ndo huwa wanauza madawa za kulevya mtaa. Nani alikutandika? Yole. Okay. Ingia sasa na kuambia raundi hii Momanyi. Leta, kuna kukunywa pombe munene ya kibonga. Venye amezoea sasa kuchukia wale wanaume wengine hapa mtaani. Nimesema hakuna kukunywa mnone ya kibonga. Fungua nyingine. Bado hiyo nichukue, shika jirudishie shukrani. Fungua ya 4. Hautakunywa. Hata sihitaji bazuka. Hii ni siafu, sijui inzi.
और तुझे tabidi nimemrarua, nimemfinya kwa wakati mmoja. Unacheki huu mwili ni kana kwamba sasa unatosha na mwili wa kijana. कोई बीपी ये बियर फटाफट पी ले, Unakunywa pombe, हड्डियां ब्रेक होती है। we mjinga nini? Takuvunja ni kusiage ubaki tu mifupa. Akadai amekuwa kinywa pombe ruti zenyewe hizi kwa muda mrefu, na hawezi akataka sasa kuharibia bartender kilabu chenyewe. Leo tuweke hatia. Tutoke nje tuangaliane. Unajua nikiwa mtoto mdogo, wale vijana ambao walikuwaga wanatumia maneno kama yenye unayatumia waleo Roni. Ati kudayo manze, wacha niende vita yangu kwa room yangu, nikirudi utaona ngumi yangu itakuja ikiwa moto. Bro, kama ni vita unaleta sasa hivi, ila ndo waamini sikuogopi kuja saidi za nje. Kamze nakwambia momanyi mogako huyo yeye akajikosea kwa na mbogi yake ya wase nambo huwa wanyoi nywele. Cheki ni akina Dirago Gashwere, akina Kamau yeye joka ना क्या रो रहा है? munafanya nini? Alivunjwa mkono wa kulia. हफ्ते में सेट हो जाएगा. Sasa utatupa ngumi, si ndio? Hapana, umekosea. Atumiagi mkono wa kulia, anatumiaga mkono wa kushoto. Neguo atakuwekelea bado. Okay. Pole, si kwa nasema hivyo ndo ufinyafinyo. Sasa alivunjwa mkono wa kushoto, huyo hawezi akapigana Dirago. Wale wengine huyo akavunjwa mguu. Sasa hata itakuwa ngumu zaidi kuyapiga magoti. Watatu nani anataka kuvunja? Oi, wachunge zaidi, wanacheza na soja. आगे घुटने नहीं टेकेगा। चाचा Wewe kimbia hospitalini. Afro. Angalia mdozi wako. Mbona umemgeuza scarecrow anitishe? Ni vita. Angalia na huko. Ati wachomoe daga. Kamau kujapa. Wewe kwa chini. Joka. Ithuwe kafa tushoke gwitule muru. Ulimo neguo tutekwenda. Tukahurwo ni heho. Mwanaume, tafadhali, nimeona venye wewe ni mdiambo. Nilikuwa nimedai huko ndani sihitaji bazuka kukuwekelea, lakini sikuwa na maanisha bazuka, nilikuwa na maanisha guka. Safanya hivi. Unacheki wanaume wangu wawili pale akina Joka kutoka Lemuru wanachungu. Tafadhali, मैंने कहा था usije ukanitandika mbele yao. Siwache niende, alafu nitakupigia simu uje unitandikie pale Karura. Asha, nasikia kukuvunja kiungo cha mwili. Unataka nikuvunje wapi? Testing. Goto. Kafa iniyuru. Mapua naweza nikapumua na mdomo. Naweza nikapumua kwa mdomo, nivunje mapua. Umesema vunjwa pua. Alafu mara hiyo akachukua tutuk. Kahawa West mbio. Arakabebwa ni 40. Awafikishe mpaka Kenyatta. Imagine. कॉलेज है जो एडमिट नहीं करेंगे। Right, Chandha. सर उन सबको एडमिट कर दिया है. Thank you. Pare manzi nakwambia hospitalini kasemekana kila mmoja amekuwa admitted, lakini kuangalia ndo aliona kumbe maringo yake yalikuwa ya peni mbili. Sababu haya naongea mpaka kwa simu manzi nakwambia raundi yake wa hospitalini. Hata akiwa anatibiwa bado lazima awe kwa simu, na anaangalia anaona ni simu yake. Line ya Equity ndo tu alikuwa ametoa. Sababu mshahara inafaa kuingia kwa ile line. Wacha kagwe akaona Dr. Alisha. Yaani huyu mwanamke ni daktari. Afanya nilimchukia nikamwambia ni Gen Z. Nikamwambia mwenyewe simu yake inakaa kuonekana imemchukulia wakati wake wote, kila wakati yako mtandaoni. Hapo nilikosea. Na kukosea ama shoshio waka mwenzangu, itabidi nimeomba msamaha, ilibidi niamfuate Alisha. Nikana kwamba sasa amependezwa na Alisha baada ni ya kuona side nzuri yake Alisha. Cheki kuna totoa na kata kudungwa sindano. Nitakupiga shot na utajua. Digi ya buju. Wawa kakicheka vile maneno yanamalizika. Walala. Simu ndio hiyo yapiga pigwa. Kumbe mami kila wakati anakuaga kwa simu, jua anakuaga mpaka na outpatient wenye wanauliza ukitaka na raundi kumaliza ugonjwa kama huu nile nini, maneno kama yale. Watu wengine wakiwa wanaomba mawaidha ya borari ama lishe bora. Wazi hii simu yangu ni maisha manze, nakwambia पूरे दिन गर्दन झुकाकर लगे रहते हो. na uhai pia. Riet kuiweka chini inaweza ikasababisha mpaka kifo. Na ndo akadai life and death. पहाड़ी की नहीं है, डिग्री भी है मेरे पास. Isi ya kukopa, hii ni degree. Ni sorry, diramenya goguo. Sasa ndo nimeelewa kweli hiyo kabuti umevalia. Nakwambia si ya mse wa Mutushi.
Hiyo ni degree ume serious ama imefanya sasa uwe ara zenyewe hizi. Pua rangu limevunjwa na breed, alafu unaniambia hapa kuangalia kumbe kwa nabishana na wale waseni kana kwamba alipata sasa kupigwa ka breed. Na asiwe na habari kakitu kamekuwa mapare shingoni. Daktari hawezi akasi maneno kama haya. Wanajua usipoziba ufa utatengeneza ukuta kuja hapa. Irojera hauna chekini ndogo linaweza likakuletea tetanus. Story gani hizi? Wazi. आपके फोन के लिए सॉरी. वैसे ठीक करने दिया तो वापस आते ही दे दूंगा. Okay? It's okay. Now, let me just see this, please. 5 mm. थोड़ा सा और अंदर जाता तो आर्टरी डैमेज हो सकती थी. Laceration at neck. Alionywa wacheki. Haka kachuma kadogo unacheki kamekwama hapa na uoni nikana kwamba sasa wewe mwenyewe una tatizo. Chunga zaidi. Inaweza ikablock atari. Ustukie manze na kwambia raundi umekufa kitu kidogo. Doctors भी uniform पहनते हैं. Madaktari pia huwa wanavalia uniform, si masoja pekee. So venye ulinikosea heshima pale mtaani wakati sikuwa na uniform, chunga zaidi. Maybe nilikuwa off ama nilikuwa kazi zangu. Walala. Mwanaume ikasemekana hata hakuna kutoka hospitalini, itabidi amekuwa admitted sawa na wale wengine. Kwanza cheki yako kwa utando kake. Hoi. Anasumbua madaktari, anadai mpaka amegonjeka zaidi ama ameugua zaidi ndo muuguzi apate sasa kuitaitwa ama daktari. Na anajua yule daktari na ambaye atajaruzi zenyewe hizi ni nani? Alisha. Cheki. Uniform wale to काफी responsible होते. Alisha anadai wanaume na ambao wanakuwa wamevalia uniform aka masoja ama maafisa wawe wa kijeshi au wa polisi, kusema kweli wanakuaga wakiwajibika. Lakini wewe unakimbiza magaidi presa upaswi. Si kazi yako inakuaga huko baharini. Ikasemekana hiyo uniform haisemi ati ukiwa kwa boda pekee ndo huo unafaa kufanya kazi. Hata ukiwa mtaani ushuhudie injustice lazima kimbia. Na ni nani alikwambia maneno kama yale? Hapana. Huo ndo ukweli. Ila mimi nakuaga specialist sikuagi kama wale wanaume wengine. Iwandogo ogone mweta tagira takwira shosha kune bothe ni mwaki. Chunga. Alisha inabidi mpaka amesmile anaona ati wewe ni special. Kwa nini? Ati anakuaga na 6th sense. इस वार्ड में तुम्हें intuition नजर आने वाले. Intuition ndo huwa inamuonyesha, sababu intuition ni uelewa, yani hali sasa ya kuelewa jambo naturally na una connect nayo. Ati anaweza akaconnect na kitu hata kikiwa kwa umbali, anaweza akahisia maneno na ambayo yako njiani yaja. Intuition. Mwanaume akaona nimepata mtu hapa, hata kama sijasema kuna venye nasikia hiyo intuition ama 6th sense inaniambia wala nishapenda. Na baada sasa ama baada ni ya kuchomoka pale hospitalini, ilibidi ameamua kumpigia simu Alisha. Alisha anaona huyu ni boy sawa na wale wengine mafisi. Wanaume na ambao usipokaa na wao kwa ujanja, amini usiamini, wanakuharibia karia. Acha. Wanakupachika mimba na wanaingia mitini. Lakini ametupa mbao. Amini usiamini, Ronin alikuwaga sasa ni lover boy. Mwanaume na ambaye akikupenda, acha nikwambie hivi, uko kwa balcony lakini haukuwa kwa balcony mwanzoni. Si nimekuambia intuition. Si nimekuambia niko na 6th sense. Na ni kweli Alisha ako kwa balcony. Okay. Alafu nyuma yako kuna msichana sikiza gumzo zako. Kuangalia cheki. Sister Catherine ndiye yule yule muitaita. Haya. Kwanza tupatane kesho saa 10. It's kando ya Catholic ama kando ya ama kando ya kanisa. Hakikisha umeniletea simu yangu. Makosa. Alipatikana. लड़के एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं. Anaulizwa mwanaume. Unaona venye raundi nakwambia unachora mepu. Alafu una angukia ukuta na unaanza kusmile ukiongea na mwanamke. Ushapenda kubali. Kadai ndio, mimi kijana mdogo. Kupenda si mbaya. So afi kabisa. Mimi usiamini dogo brother mpenzi mtazamaji, hapa kuna baki na ambayo ilikuwa yachezwa. Alafu timu ya mtaa imeibuka kwa ushindi.
kasimu kake ndiko haka iPhone 17 unajua naje shika yako Samsung. Na kwenda na weji kale ile. By the way, ये intuition का क्या सीन? By the way, तुम हर बार intuition yako huwa inakuonyesha ukweli kila wakati, sababu nimetishika zaidi baada ni ya kukuambia uguess matukio mawili na ukapata yote sawa. Ghafla ile timu ambayo ilipata kupoteza kumbe imeenda manyumbani kuendea silaha. Raundi hiyo walikuja na masiraha ndugu brother mpenzi mtazamaji, na kuna mmoja na ambaye amepata kuingia kwa bunduki. Cheki. Manze kwa nini finali mkatupa chika mimba nyinyi? Oi. Mbona sasa mkatuwekelea? Amini usiamini. Ukisikia maneno kama yale hapa kimeumana, inakuwaga ni lugha ya mashabiki wachezaji, lakini lugha ya leo inahitaji mtu wa kuulizia. Sorora alifika area inywe mtarudi kwenyu Gatundu. Huni upuzi gani na ambao mmeleta? Wewe unajifanya shujaa, si ndio timu wakozi? Takupata risasi bukanyaga bigi kabla niguze trigger. Kusorora vizuri aliona yenyewe. Utafanya hivi, lakini kabla ni utoe hiyo risasi, unajua unacheza na soja, nitakuwa nimekurukia, rarua. Yale makasiriko mwanaume alionayo yalitulia baada ni ya kuona ama Riet Crash wake amekuja na bunduki ni uwe mimi. Lo, cheki wanawake. Ati sasa hiyo ni lugha ya kusema mimi ninakupenda. Mwanaume akaona mundu mugidari mehere yohoro, nishajua hapa nimepata mtu. Sasa negoshainithia. Oka. Ya. Vopo kanyeze. Manu. Oi, mutikanio. Na unamuka neno. Karaja. Mureithi. Wote nakwambia riwararua, cheki kikosi mzima. Wachezaji wa bake waliona kweli. Tulifikiria kila sehemu ni venye watu tunacheza bake, kumbe kuna territory na ambazo hufai kuwa wewe mwenyewe unaleta ubishi. Sema kuhagiana. Oi mwanaume kwa muda mrefu ama tangia wapatane. Yes, hapa amekuwa akionyesha mapenzi. Hajasema I love you, lakini maneno yake yanaonyesha kweli amempenda Aisha. Aisha naye ukacheki, wanawake wanakuwaga ni daring kuonyesha mwanaume pia ati hapa Alisha amempenda. Wakati mwanaume alikuwa anatishiwa maisha yake, imebidi akakuja akachukua bunduki akaegemezea kichwani mwake mshenzi huyu. Washapendana. Lakini unasikia haya maneno yote yako kichwani mwake Ronnie. Imagine ni kaya story na ambako amekatunga yeye mwenyewe. Harusi Nation na kuambia alimchomoa kanisani sababu kacheki kairetu mwenyewe huwa wanaishi na Sister Catherine, ikabidi amemleta mpaka sasa pale kwa tempo. पता नहीं, sixth sense, intuition. Wazi baada sasa hapa ni ya kumuuliza kairetu, niambie kwa nini ulikubali huyo jamaa. Hakuwa ni point kwa bunduki, ile bunduki change direction ikuje kwako. Ndo alishakadai ni sixth sense, intuition. Hata nami nilitaka kuitumia, si ulidai kuna kitu na jina intuition. Nilijua tu wewe utaniokolea juu nilisoma hisia zako. Hiyo hisia ya sita unasema uko nayo, nilisoma na nikajua utaniokolea tu kutoka kwake yule manze na kuambia basketball player. तूने थामा हाथ सवरने लगी लकीरें हाथों की, तूने थामा हाथ सवरने लगी लकीरें हाथों की। दुनिया के लफ्जों से ज्यादा कीमत तेरी बातों की, दुनिया के लफ्जों से ज्यादा कीमत तेरी। ओ यारा एक तू मेरा, ओ यारा एक तू मेरा किस्मत का सितारा है, तेरे बिना ना गुजारा है। Wololo. Siku baada ni nyingine
Wiki baada ya wiki, ndugu brother mpenzi mtazamaji, muda wa songa, mapenzi ya shika. Ilibidi sababu anadai hapa Alisha anakuaga na talanta sorora, akaja kumchora mwanaume, lakini raundi ya unachora Mr Bean alafu unasema ni mimi, unanichora nikiwa cartoon. Kitu ndio hiyo akaitupa sasa kwa painting fulani iliyokuwa saidi za mbele kwenye ukuta, lakini alipata kuonyeshwa painting fulani na ambayo ni yake na mpenzi wake akafurahia hiyo. Cheki toi apange gongwa, lakini juu ya ile sixth sense ama intuition, unachekia na wa mtoi yenyewe hapange patwa na accident. Kusema kweli Ronnie alikuwaga na kipawa na ndo maana mpaka sasa kazi yake ya wanajeshi ilikuwaga ya mfaa. Oh lala, baada ni ya miezi kadha wa kadha kabidi sasa Ronnie yuachomoka. Defense Sea Forces washafika are zenyewe hizi kumpik na wamchukue. Kama kawaida waende wakaeke ulinzi pale kwa boda kama venye wamezoea majini. Ronnie आएगा akwapi Jito brother yako? Hapana, si Jito amekuja leo, mwenye amepata kuja ni mpenzi wangu ndiye yule pale. कहाँ है? Haya kwa wapi na mimi simcheki. Yeah. Sasa ni wakati anaamushwa. Umetupatia hadithi ya Alisha. Lakini Alisha kama alikuwa mpenzi wako alienda wapi? Car accident. Ndo akakumbuka ndugu brother mpenzi mtazamaji, walikuwa kwa gari moja wakagongwa na truck wakapata kuanguka pale sasa kwa reli, lakini kwa bahati njema train likapata sasa kumuokorea Ronnie, sababu yeye mwenyewe ndo alikuwaga nusura ama yeye ndo alinusurika. Walikuja kupata driver wa ile ambulance na kadai ama ambulance yenyewe akadai kwamba na kwa eti nilipata kuokolea huyu mwanaume kutoka kwa gari akiwa amepatwa na accident moja Gwang. Walikuwa na nani? Kukumbuka vizuri driver kadai alikuwa solo, alikuwa amekuja kuwa pekee. Baada sasa tena ni ya kuulizwa ni vipi unaweza ukadhibitisha Alisha alikuwaga mpenzi wako, ilibidi ni waelekee mpaka sasa Prince Alisha alikuwaga anaishi. Wakapata ile ni haunted house, nyumba na ambayo inaogopewa zaidi hata ijawahi kuwa na mtu yeyote kwa takriban muda miaka 10 hivi. Kabla ni ya ile accident alikuja sasa kuonyeshwa surveillance camera, cheki footage ndiyo hii, video mzima alikuwaga kwa gari akiwa peke yake. Accident alipatana nayo akiwa solo. Hakuna Alisha. Ni aligongwa kichwa ndugu brother mpenzi mtazamaji. Akaanza kuona maneno kama haya. Hata Karau aliona kweli. Unazushia brother yako mkubwa na jina Jito kwa jambo na ambalo hakuna. Alidai mnaweza kuwa sasa nyinyi wenyewe mumeondoa kila kitu kuonyesha kwamba na kwa eti Alisha haexist maisha ni mwangu, lakini ninajua kunao siri. Sitaketi hapa chini, nitakuja kutafuta ukweli. Please, umefunikwa sababu najua ni kuuzika, mmeuzika ukweli. Karau akadai nikimaliza hii kahawa nataka majibu. Wewe upuzi ulio nao na unakataa kuelekezwa psychiatric hospital ama Madhare, uko ndo utaelekea. Alipata kuona mwanamke fulani, akaona yule ni Sister Catherine, ni amfuate mbio. Mwanaume nimemwambia nikimaliza hii kahawa niambie ukweli. Mbona ametoka shodho? Mbona ametoka chua? Mbona inakaa kuonekana natoka shimo? Kumbe mwanaume si ati ni kuhepana hepa. Ameona gari fulani lake Sister Catherine na ikabidi ni amfuate. Kumbe Sister Catherine naye, wasikia ni Sister Catherine kumaanisha anafaa kuwa Mkristiano, lakini huyu amevalia kama Muhindi na amekuja sasa kwa function za Kihindi. Ronnie tafadhali, ati unaitwa Ronnie, mimi sikujui. Hebu niachilie wewe kijana, kwani umekuwa mwonda wazimu ama namna gani? Makarau tayari wamefika. Wanakijiji wakaona Ronnie anatisha huyu mama. Ilibidi sasa ni aje vuta mbio, ikiwemo brother yake anadai. Ndetemoe. Ati unanijua? Naitwa aje? Catherine. Sister Catherine alikuwaga ni sister yake Alisha. Wewe kirawe. Lakini priest akadai hapana. Jina lake ni Priyanka. Priyanka Shetty. से जानता हूँ ये प्रियंका शेट्टी. Priyanka Shetty na nimemjua tangia kuwa mtoto mdogo. Amekuja hapa kuomboleza babake. Angekuwa ni Mkristiano
hatungekuwa tunatayarisha moto wa maomborezi, tungekuwa tunachimba kaburi. Ni sorry mno, brother wangu ako na complication fulani, lakini msijali. Moruta ngome. We. Alikosea kushika karau mashati. Haya. Nimekuambia ukumbuke kila kitu. Uote kila kitu. Upate hallucination zako, lakini zisije zikakudanganya unishike mashati. Venye mezo ya kugonga desk ndivyo hivyo bado yu gonga. Unataka kuniambia tafadhali samehea bradhangu? Huo ni upuzi. Maneno yasije yakatoka kinywani mwako. Ukiongea hata nawe nakutia. Pale manze nakwambia nyuma ya zile chuma. तो लीजिए Na kutia ndani. सर Gafra alikuja na Ruya. Ukasikia ndugu brother mpenzi mtazamaji, ukairetu na jina Olivia. Takana kwamba yeye mwenyewe amekuwa akifanya kazi ya kujiuza pale mtaani 312 of the street. Ya. Alipendezwa naye Roni na alimuelewa zaidi Roni. Ukacheki mpaka alidondokwa nacho. Alikuja kauliza Roni, mbona inakaa kuonekana umehang? Mbona statue? Oi, kuangalia huyu wenyewe anahitaji kupanguzwa. Ana njeve. Amewekwa pale kwa muda, kumbe behind the bus kuna kwaga kungori. Roya apate kusaini kila kitu. Mwanaume manze na kuambia ribeiriwa. Si pia risk mbaya. Hata signature ni yake Alisha. Lakini atakana kwamba alikuwa anamdhihaki Jetu aliona exactly. Kuna wanawake wazuri. Usiwajaji juu ya kazi zao. Wengine wao wanafanya zile kazi sababu Chris wametoka. Hakuna maneno na ambayo walipata kufunzo ya maana. Umaskini ndio ulikuwa umezidi na maneno kama yale. Kwenda kuondoka amemwangalia vizuri mwanaume amelala. Alianza kusikia mwanaume akidai tafadhali usije ukaenda mbali. Ni mimi na wewe. Na venye wamekuwa kwa muda wakitamba hapa wakibonga. Mwanaume akakaa kuonekana ni mtu na ambaye anajua kuonyesha mapenzi. Kumbe Olivia akampenda zaidi Roni. I love you Alisha. Kwenda kumbusu juu amesikia I love you. Ndo alisikia I love you Alisha. Igweshiragia nenie Olivia ama Pratista. Ilibidi mpaka sasa hapa nialie. Shida gani hizi? Niko nafikira mimi ndo nimepata mpenzi. Ilibidi mpaka ameenda kushawa. Amini usiamini hakuwa amedungia mavazi. Na si ati yako na haja na kushawa. Ni kuyapangusa machozi kwa maji. Kilio kama mtoto mdogo hapa. Maumivu moyoni. Amempenda Roni lakini Roni yako tu kwa zile ndoto zake Alisha. Imagine. Alichomoka tu vizuri nikana kwamba sasa hakuna jambo na ambalo limetendeka. Mbona umenileta hapa? Lazima nikulete hili. Ulikuwa unataka nikupeleke wapi? Na venye kwako kuna kuaga na uchafu. Mara hiyo unataka pombe ama dawa? Dawa ya daru. Dawa ama mvinyo? Mvinyo. Hautaki dawa. Venye hiyo karatasi ilikunjwa alafu ikatupwa namna yenyewe ile, alipata kukumbuka kitu fulani wewe. Tatiga. Hii ni kama umenipatia crew Olivia usiwe na habari. Wananiona mimi mwenyewe kama kicha. Wananiona mwenda wazimu. Aliamua kukimbia kama chizi tena. Sorora. Huku iwakumbuka kuna ile sasa cartoon yake Mr. Bean, lakini ilikuwa imesemekana ni amechorwa akaitupa kwa painting fulani iliyokuwa kwa ukuta. Hii nyumba mnasema sijawahi kuja. Hii nyumba mnasema mimi manze nakwambia nimekuwa nikiona kwa ndoto zangu, ndoto za mchana, hallucination na maneno kama yale. Wacha. Hizi si ma vision. Pana, nishawahi kuwa hapa. Na kusema kweli, cheki. Ile painting iko hapa. Woi, Pepa aliwezeka kuitupa side za nyuma. Hiyo Pepa ilikuwa na mchoro wangu. Gafra! Wale wana cult. Na alikuwa amepata sasa kuwaona kwa hallucinations za kwake. Anakumbuka venye alipata kuambiwa na Dr. Anad ama daktari. Pare manze nakwambia mahospitalini. Ati kwamba na kwa eti ni madhara ya accident yamesababisha mpaka amekuwa akiona maneno na ambayo si ya kweli. Kabla ni yaseme maneno yenyewe ni ya kweli, anafaa kwanza ajiulize maswali, ataulize mtu aliye karibu. Yule mtu aliye naye akidhibitisha ni kweli, sasa anaweza akaamini ni kweli.
amechanganyikiwa, amekuwa kiishi na uoga sababu hajui ni nini cha ukweli ni nini cha uongo. Saidi za nyuma aliona wale wasi wenye mask manzi nakwambia za silver. Kaona naona zangu niafikie ile painting, kwenda kuguza painting. Aliye saidi za nyuma kiongozi manzi nakwambia wa cult. Wahaha, fiatua mwanaume chini. He, ishi na hilo to kweli? Hizi ni hallucination bado? Si nimesikia ni kama nimesikia uchungu wololo, lakini hallucination ama maneno na ambayo huwa yanaka kuonekana akili yanayakubali ni ya kweli atakana kwamba si ya kweli, huwa yanawasha bado, sababu akili inatuma signal kwamba na kwa eti unaumizwa. Haha, mangumi we, alicharazwa, sema kuraruliwa, aliguzaguzwa. Hey, wekwa chini. Wasii manzi nakwambia wenye mask za silver, unasikia ni wana cult fulani. Kuangalia akaona ile painting imeteketezwa. Ndio siwezi nikapata evidence, lakini kama ni hallucination mbona na breed? Sifai kuwa na damu juu hii ni hallucination. Au kama damu ni ya kweli, hawa si wako hapa. Tingiza kichwa chake. Ai, wasi bado hawaendi, wagonge vichwa. Oka akaona yeah, wacha jiguzaguze, anaona ndio niko hapa, kitu si hallucination. Alianza kuwa kunja. Hey, ni soja hatari, msemdiambo bin nari. Hey, tune tueri. Wasi, nataka kujua nyinyi ni akina nani. Bado wanakata risasi nywes. Miss Oka Sraido pata chuma. We, hizi mask mmekuja mko mmevalia za silver, mtaniambia nyinyi ni akina nani? Ndio nilihallucinate kwamba na kweti napigana nanyi, lakini leo ikai kuonekana ni hallucination. Mumeteketeza mpaka evidence niliyokuwa nayo ile painting. Yet wanamkatakata hapa, chunga. Hey, wahaha, Oka nguo ni nguo kumfaga nayo. Alafu muondoke stege sepeni kisu we igamushiga thini umenyerire pata mbao. Oka kama we, nimempanga. Harakisheni sasa na nyinyi mpange kazi. Okay, munanguke munanipata moja. Kwanza yale makasiriko alio nayo kuona hapa kila mtu hataki kumwamini. Wacha anawaua akiwa na hamaki machungu. Venye aliwaua kwa makasiriko. Kuna sita waliona zi. We, kimodho. Chiki venye anabeba watu kama mzigo, anawarurua matumbo. Waliamua kuhepa tena wajifungie. Akaona ni kuwatoa choa. Okay, na tushoka. Venye anapiganisha nao kona wanaona we, tukifika kwa room moja nikuwe higira na gutire kuma. Ni ashughulikie kadhaa. Nditwa huto anapita na milango hata kiushenzi. Mnaniambia hallucination kitu gani? Najua alisha, nyinyi mnajua presa rimo. Mtanipatia alisha, mtaniambia ukweli ni nini kinaendelea. Walijifungia, wakafikiria mwanaume ataenda kuhema, wamehema wanaume wa wenyewe. Alipata chupa ya pombe, akauliza wasi, niingie huko ndani niwapatie pombe? Asha ama niingie cha nguvu niwapatie vita? Anagonga, wanatetema. Nimewacheki mseni mdombo akatazwe. Tuko tumeripoti wewe kwa shoka. Wako na silaha lakini hakuna kenye kanaweza kakadhubutu kuja karibu na mlango. Aliufungua kuingia. Sikia. Waya! Yaitwa shughuli ya mtu mzima. Ngori. Alafu akakaria choo. Wametoshea kwa bathtub. Kiroro ni atulize majeraha. Panga ako nayo mkononi. Aliona hawa ni wa kweli. Hawa si chocha. Na bado alipata kibui. Kwenye tunakaa kuonekana tumesalia hai. Ni kupita natu. Ni nani hao? Hawajakufa. Inyumu wetu wamewena mioyo ya nyau. Ni kuwamalizia. Mnajifanya hapa
ati amtaki kufa, amtaki kubugda mayo. Makasiriko, hasira. Toa hasira mwanaume. Kweli umekapitia. Kukagua kuangalia ndo aliona kumbe na kuaga msemdiambo. We hata naye alikuja kujiaminia. Hii ni miri ya wanaume imerazwa hapa. Na kuambia yes. Maiti. Oi, ni mwaihuria migunda inywe. Mshajaza mashamba. Kuangalia zaidi za jua aliona yenyewe kuna uwezekano awe yeye mwenyewe ndiye sasa mwenda wazimu. Ama wale wengine ndo wenda wazimu. Au iwe kuna jambo na ambalo yuwafichwa. Alisikia kuna presi na poromoka, kuangalia nyuma akashindwa, kwani kuna kengine kalikuwa kame survive. Lakini kuangalia ndo aliona ishara mkono. Hapana, hii ni mchoro ama ni painting na ambayo ilikuwa sasa imechorwa naye Alisha. Zikuwa kitu ithe dirauga. Si ninasema. Lakini kama Alisha ako hai, ni nani huyu na ambaye amesikiza kila mmoja aseme kwamba na kwaiti Alisha hajawahi exist maishani mwake? Ronnie aliona ngori. Hapa kuna venye kanachezwa na mwenye anacheza ni mchezaji hodari. Kukagua kaona nimedhibitisha. Tikiroto, si ndoto. Na sasa alikuwa anafikiria bado ni hallucination, lakini kuona hii picha aliona wacha amushe kamoja. Nikagani kako hai. Woi, na venye amewakatakata wengine amewawekelea mamato hapa. Ama mavibui. Hama mzito. We. Nikalikokea muyo. Alianza kuitana. Ni nani yako hai hapo? Atapata msamaha hata uawa. Acha kujifanya amelala. Ni swali tu nataka kuuliza. Na kila kama sika uga silva ngomeno. Oka. Ayo. Ni kora. Kamano. Be. Kutoka Kinango. Oka. Kuja hapa. Nataka uniambie kama na hallucinate. Unaona huyu? Hebu angalia vizuri. Kama mimi naona kila kitu. Kama una cheki. Huyu ni nani amechorwa hapa wewe? Tuko na nani? Mko na dengue. Ate. Kuwa sasa labda anaweza kuwa yeye ndio amechorwa na kumechorwa na demu mwingine tofauti. So alitaka kudhibitisha haya majina aliyo hapa chini yasome. Ronnie na Alisha. Oi, oka. Wewe de goku na gigo. Akiana nilibidi ametabasa misi mwenda. Misi wazimu. Akiana Alisha ameexist lakini si akilini mwangu pekee. Ako mpaka moyoni na ni mtu wa kweli. Kibusu. Kamano wanastuka. Dogo yako mimi ni mwanaume tafadhali. Hizo mabuzu za kichwa zinanitisha. Alisha. Lakini sasa hapa yuajiuliza maswali. Ni nani huyu na ambaye ana control kila mtu? Watu na ambao walikuwa na wajua na pia nao wanajua kweli Alisha ako, lakini wanasema sasa hivi Alisha hajawahi onekana ama hajawahi exist. Wololo, alianza kuona moto. Sajay Data, tambua na jina chako. Akaingia na maupanga, akaanza kukatakata wasi. Nyumba yenyewe imejaa moto. Yaya. Umsi na kuambia ukimcheki hivi akiwa sasa yuaiva kisiga ama kikiombidho. Alafu yuatupia painting yake Alisha jicho. Kusema kweli kuna mambo. Kuna story dugu brother mpenzi mtazamaji. Wololo yaya. Ni nini chaendelea? Maswali ni mengi, majibu dugu brother mpenzi mtazamaji. Papa kwa hapa kwenye sehemu ya 4 chapter B. Sasa hivi hii ni chapter A, Bagi for the Ribu, na imekuwa gwan. तू है पहली आदत मेरी और आखिरी तू ही है।